Oh yes, barabara kabisa, tumerejea tena kutazama series tukali kabisa inayofahamika kama Siri ya Huba, ikiwa ni msimu wa pili kwa maana ya season 2, na hii hapa ni episode ya 27, episode kali kabisa ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu tele kutazama kile ambacho kimejiri katika episode hii. Ni kuombe mwanafamilia wa Mapro Movies, kama bado hujaungana nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na episode ya 28, lakini pia usipitwe na series kale ambazo zinawekwa hapa kila siku. Cha muhimu ni kusubscribe, cha muhimu ni kudrop comment kwenye comment section ili kuonyesha kwamba tuko pamoja. Ni hii hapa episode ya 27 season 2, ikiwa ni tamthilia kali kabisa ya Siri ya Huba. Nini kimejiri katika episode ya 27? Tuende pamoja, twende sambamba kama kawa, kama kiwizi hapa tunakujia ili upate kuona kile ambacho kimejiri. Sasa tunakumbusha tu katika kumalizia kule episode ya 26 tuliona kwamba tayari RK ameweza kusamehewa kabisa na mpenzi wake Aisha. Sasa kama unafahamu kwamba tayari amekuwa akihitajika kwenda kule Arusha kwa ajili ya kusimamia kampuni ama biashara za kaka yake ambaye alimtuma aende haraka iwezekanavyo Duma. Sasa tunafahamu fika tayari Aisha alishamsamehe RK. So siku leo bwana RK ameamua kumuita nyumbani kwake haraka iwezekanavyo, na Aisha bila kupinga tunamwona ndo hivi tena ametia maguu, ameingia tayari, amefika kwa RK na ampiga story mbili tatu ili kuweza kumwaga. Anamwambia Aisha, kipenzi changu, natumai kwamba utakuwa ni mnyonge sana kuwa mbali na mimi, na mimi pia nitakuwa ni mpweke sana kwa sababu nilishazoea kuwa karibu nawe, lakini haina jinsi kwa sababu lengo ni kuendelea kutafuta na kuweza kupata maisha mazuri ili mwisho wa siku tuweze angalau kuishi vyema kabisa. Kwa hiyo na kuomba tu univumilie na unisubirie kwa hamu. Ili nitakaporudi nitakuletea zawadi nzuri sana, lakini pia nitakuwa na utunza upendo wako popote nilipo, na kuthamini na kukujali. Nitakulindia upendo wako na kuomba nawe unilindia upendo wangu ili usije kuharibu moyo wangu kwa maumivu makali ambayo utanipatia. Aisha anamwambia, usijali RK, wewe ndiye mwanaume pekee ambaye natamani siku zote za maisha yangu niwe na wewe. Sitamani hata siku moja uniponyoke. Ni mwanaume ambaye nimekupa thamani kubwa sana, na ndio maana imekuwa ni rahisi sana kukusamehe pale ninapokosea, kwa sababu umekuwa ni mkweli na muwazi. Umekuwa ni mtu ambaye unanitumaini kila leo kuamini kwamba si kila mwanaume ni msaliti, si kila mwanaume ni mtu ambaye anakudanganya. Kuna baadhi ya wanaume kama RK ni watu ambao wanajua thamani, wanajua kujali na kunyenyekea mwanamke, lakini pia ni mwanaume ambaye unafahamu fika kama umekosea unahitajika kuomba msamaha. Ni miongoni mwa wanaume wachache ambao waliobaki kipindi hiki. Sasa kwa nini tena niweze kuharibu upendo wako kwangu? Sitowahi na wala sitathubutu. Nakupenda sana RK. RK namwambia nakupenda pia Aisha. Njoo basi japo ya kukumbatia mara mwisho kabla kuondoka. Wanakumbatiana na wanafurahi kwa pamoja, huku RK akiamini kwamba Aisha ni mwanamke ambaye anampenda kwa dhati ya moyo. Hatudanganyika kwa lolote lile ambalo litatokea ambalo pengine litampa angalau tamaa ya kuamini kwamba RK atakosa pesa, basi atapata sehemu nyingine. Lakini wakati huo RK anashindwa kufahamu kwamba lengo la Duma kumpa safari ile ni kuhakikisha kwamba anamteka binti Aisha, kwa sababu tayari anataka awe mke wake. Kwa hiyo RK anamuaga rasmi Aisha na kisha anamwambia, sasa pamoja na hayo nimeamua nikupatie kiasi kidogo cha fedha hiki kikusaidia siku 2-3. Wakati huo Aisha anamwambia, RK, kwa nini unipe pesa yote hii? Ile kuna wewe hauna pesa. Anaambia, usijali bwana, mimi ninazo nyingi tu. Kwa hiyo maana nimeamua nikuachie hii ili kukusaidia siku 2-3, sawa? Anaambia okay, sawa, nimekuelewa. Anamwachia pesa ile kisha anamwambia okay basi bye bye, tutakutana Mungu akipenda. Anamwambia safiri salama, ufike salama na kuombea kwa Mungu ufanikiwe yale yote unayoendea.
Anaomba nashukuru na nafurahi kwa dua lako njema kabisa, na mimi nakuahidi nitapambana kadri ya uwezo wangu nihakikishe kwamba upo sehemu salama na upo sehemu ambayo unapata kila unachokihitaji. Naambia asante sana, bye bye. Anaambia sawa, safari njema. Lakini siku iliyofuata tunamwona Aisha akiwa anaongea na mama yake, huku mama yake kumuuliza, ulikuwa unaongea naye ni nani huyo? Ina maana ndo bado na msimamo wako wa kutotaka kazi? Anaambia ndiyo bwana, mimi sihitaji kazi yake, nilishasema. Mama yake anaambia hivi, mtoto ni kichaa au mchanganyikiwa? Kwa nini ukatae kazi? Wenzako wangapi wamekuwa ni watu wa kutafuta kazi, wewe kazi imekufuata mpaka ndani, alafu leo unakataa. Niambie, unakataa kazi, unataka ufanye nini? Unataka uendelee kulala tu huko ndani bila kazi maalum? Eti Aisha anamwambia mama bwana, hebu achana na mimi bwana, usinichanganye. Mimi nishakwambia sihitaji kazi, kwani unalazimisha? Kisha Aisha anatoka na kuondoka zake, huku mama yake akimwangalia jicho la mwanaukome na kumwambia kwamba kumbe wewe unajifanya ujinga mjuaje? Sawa, kama nimekuzaa mimi utarudi tu hapa, alafu tuone ukirudi. Unajifanya mjanja, wewe nenda, utamtambua ukirudi. Wakati Aisha anaondoka, tunaenda kwa upande mwingine ambapo tunaona sasa kazini kule ambako tayari Veso anafika, anamkuta mwanadada Maria akiwa anaandaa vitu kabla ya kukalia kiti cha umeneja ambao ndio alikuwa anautumikia kwa kipindi chote kabla ya kampuni hiyo kufungwa. Veso anamwahi Maria na kumwambia boss Maria, subiri kwanza madam, unataka kufanya nini hapo? Maria anashangaa kuuliza swali lile na Veso wakati anatambua kwamba yeye ndiye meneja wa sehemu ile, anahusika na kudirect kila kitu katika kampuni ile. Anamwambia nataka niandae hapa niingie kazini, kwa sababu ndio hivyo tena, muda umeshafika, kwa hiyo nahitaji kuanza kazi rasmi. Anamwambia usiwe na papara, kama unataka uanze kazi, bosi amesema usubiri mpaka ruhusa yake itoke. Kwa hiyo nakuomba usifanye chochote hapo. Anamwambia bosi huyo ni bosi gani tena? Wakati mimi nilipigiwa simu na bosi mkuu na kuniambia kwamba nije kuanza kazi rasmi leo. Sasa bosi nani tena anasema kwamba ameniambia nisianze kazi? Anamwambia boss Benson amesema ukija usianze kazi hadi atakapokupa maelekezo. Sio, unanielewa hapo? Anambia mimi sikuelewi, naona kama na wewe unanichanganya tu. Hebu subiri nimpigie simu bosi mkuu nimweleze. Veso anamwambia wakati unampigia simu yule bosi wako, hakikisha upige kelele hapa. Nenda kampigie huko nje, sio hapa. Alafu naomba unipishe, nataka nianze kazi kwa sababu tayari wateja wameshaanza kutuma oda. Maneno yale yamekuwa ni maneno yanayochagiza katika akili ya Maria na kushindwa kufahamu ni nini hiki kinachoendelea. Ni kwa nini Veso leo hii amekuwa ni mtu wa kujiamini sana, alafu isitoshe anaenda kukalia kiti ambacho alikuwa anakalia yeye. Ina maana tayari Maria ametemwa rasmi au imekuwaje? Maria anaamua kuchukua kibegi chake, kile handbag, na kisha kuondoka haraka sana, huku akiwa amechukizwa na maneno mabaya ya Veso, lakini pia akiwa amechanganyikiwa na kutofahamu kwamba ni nini kinaendelea. Ina maana nafasi yake iko wapi tena kwa sasa? Sehemu ambayo alikuwa na direct yeye tayari amekabidhiwa Veso. Anaamua kuondoka zake, huku Veso akiwa anamwangalia kwa dharau sana baada ya yeye kukabidhiwa sehemu ile na Benson na kuambiwa kwamba atadirect kila kitu pale. Lakini wakati huo wakati ambao tunamuona tayari Maria ameondoka, anafika nyumbani na kisha ghafla anapigiwa simu na bosi mkuu ambaye ni bibi wa Benson pamoja na Benley. Hello Maria, habari za sasa hizi? Maria anamwambia safi tu. Anambia vipi kazi inaendeleaje? Maria anashtuka na kisha kumwambia bosi, kazi bosi? Anambia ndio. Nimekwambia leo ukafungue au hujaingia? Mimi nilienda dikule, lakini cha ajabu nimeambiwa bosi Benson ameacha maagizo kwamba nisifanye kazi yoyote hadi ambapo atakaponiruhusu yeye. Kwa nimerudi nyumbani.
Bibi anamuuliza, kwa maana ipi? Mimi sijui, lakini ndo nipewa maagizo hayo. Anyway, acha nimtafute huyo Benson na nieleze vizuri ni kwa nini amekwambia usianze kazi wakati mimi ndio niliyokuambia uende na uanze kazi mara moja. Sawa. Anakata simu. Lakini kwa upande mwingine sasa tunamuona baada ya Aisha kutoka kule kwao, kumbe alienda moja kwa moja kwa Duma ambako alitikia wito wa shemeji yake. Lakini wakati huo Duma kichwani ana mpango wake wa kutaka kuweza kumwoa Aisha. Sasa anatumia mbinu ya pesa ili aweze kumlaghai Aisha na mwisho wa siku aweze kuingiza katika tami zake na kuweza kumwoa. Tunaona Aisha akiwa tayari amefungwa kitambaa akitembezwa mdogo mdogo kuelekea katika sehemu ambayo tayari ameiandaa zawadi nono kwa ajili ya Aisha bila kufahamu ni zawadi gani hiyo. Tunamuona Aisha akiwa ametembezwa hadi kufikia sehemu na kisha kumwambia, haya, tumefika sasa. Ngoja na kufungua kitambaa na kisha ufungue macho yako uone zawadi yako ambayo nimekuandalia. Anafungua kitambaa na Aisha baada ya kufungua macho, la haula, anakutana na gari kali kwelikweli, gari ambayo ni ndoto ya kila msichana ambaye hana uwezo wa kununua gari. Aisha anastuka na kumwambia, mbona sielewi? Kisha Duma anamwambia, zawadi yako ni hiyo, kama nilivyokuahidi kwamba nikirudi China nitakuletea zawadi nono kabisa. Aisha anamwambia, kwa nini unanifanyia yote haya? Anamwambia, wewe ni mtu mzima bwana. Nafikiri hadi hapo nilipofikia unafahamu ni nini lengo langu. Anamwambia, lakini si unafahamu kwamba mimi na date na mdogo wako? Anamwambia, sikia Aisha, RK ni mtu ambaye mimi ndiye nimemlipa pesa kwa kufanya kazi katika makampuni yangu nilimwajiri. Unafikiri atakuwa na kiasi gani cha kutunza mrembo kama wewe? Pesa ambayo namlipa mimi haitatosha kutunza wewe na kukupa kile ambacho thamani yako inahitaji ukipate. Hiyo ni kwa ajili yako, nakupenda sana na lengo langu ni kuoe. Shika ufunguo huu, ni zawadi yako. Utapanga mwenyewe kujua ukubali ama la, lakini hiyo ni ya kwako. Kisha Duma anaondoka na kumwacha Aisha akishindwa kufahamu ni nini aamue, aache gari nzuri ama aondoke aichukue na kumkubalia Duma. Tukutane katika episodi ya 28 ya series hii kali kabisa ya Siri ya Huba.